nyoka, kuna nyoka ambao wanatumika kinuru, ambao ni nguvu ya giza, ambaye inaweza kumpa mtu mafanikio yoyote ya kile kitu anachokihitaji. Kuna watu wanaita nyoka bila kwenda kwa mganga na akafanya mwenyewe na akapata mafanikio. Na kuna watu nyoka ambao pia zinaishi, zimetumwa kwa watu kwa ajili ya kufungia watu kipato, maisha. Ile unachokifanya wewe akiendi, yale mafanikio ambayo ungeyapata anapata mtu mwingine. Kwa hiyo nyoka inatumika kwa njia nyingi na inapita katika sekta nyingi. Maana nyoka wanatumia kwa njia ya wigi, wanatumia kwa njia ya hereni, wanatumia kwa njia ya shanga, wanatumia kwa njia ya cheni, wanatumia kwa njia vitu vingi. Mimi nishakutana hadi kwenye makanisa, masinagogi mengine unakuta ndio imekaa kwenye kikapu, ndio imekaa. Baadaye wewe unaona stuli ndio imebeba, kumbe nyoka ndio imebeba kikapu cha sadaka. Cha sadaka. The Page, kama kawaida tunakupa elimu, tunakuletea mambo ambayo yako mtaani. Tunakuletea vitu vingi sana vyako wewe, vinaweza vikakuelimisha au vikakustaajabisha. So sasa hivi kumekuwa na story nyingi sana kuhusiana na vijana kuwa na nyoka, na hawa nyoka wanakuwa wanawaletea kipato. Sijafahamu mimi hii iko vipi, lakini niko na mtaalamu, mtumishi Sam, mtumishi ambaye ana upeo wa ziada. Kama ulikuwa ujui, mimi naomba tu nimsogeze kwanza mwenyewe karibu aweze kukuelewesha kwamba kwa nini mtumishi Sam na ni vitu gani anaviona. Ndio. Hapa ilikuwa hii ni The Page. Sasa The Page hawajajua mtumishi Sam sawa, upeo wake mkubwa kiasi gani. Sawa. Mimi ni mtumishi Sam, nafundisha masuala ya mahusiano, herufi, kwa sababu wengine mnaingia katika mahusiano bila kujua herufi mnazoendana nazo katika mahusiano. Na Mungu amenipa uwezo ambao nikimuona mtu na uwezo wa kutambua kwamba yukoje, ana shida gani, ana matatizo yapi, ni mtu aina gani. Kwa pia naweza nikakusaidia, sio kwa gharama. Maana wengi wanahisi kwamba kiona mtu si gharama. Amna, ni kipawa ambacho Mungu amenipa, kwa nakitoa free ili watu waweze kupata msaada zaidi. Okay. Ili mtu aweze, kama mtu ana matatizo aweze kumsaidia. Okay. So nataka tuzungumzie swala la nyoka. Imekuwa kama imekuwa famous sana sasa hivi. Ndio. Vijana kuwa na nyoka wanapata kipato kwa wingi. Ndio. Hii imekaaje na ukweli, na je kama ni kweli inakuaje mtu anakuwa anapata kipato kupitia nyoka? Tumeona tu kwenye movie za Kinigeria kwamba mwanaume anatoka na mwanamke, and then yule nyoka anakuja anatembea na yule mtoto wa kike, anamtembelea, anajizungusha kwa yule mtoto wa kike. Wengine hata inasemekana wanafanya nao mapenzi. Inakuaje kwa huyu nyoka? Unajua, nyoka ni kiumbe ambacho wengi wanakichukulia kawaida, lakini nyoka ni kiumbe ambacho kinafanya kazi nyingi sana kwa watu. Kwenye Biblia alitenda la kwake kule. Nyoka anafanya vitu vingi sana, kwa sababu nyoka ana uwezo wa kumpa mtu utajiri kwa watu wanaoamini katika ulimwengu nyingine, kwa sababu wengi wanaamini katika ulimwengu jicho lingine wanasema. Kwa nyoka, kuna nyoka ambao wanatumika kinuru, ambao ni nguvu ya giza, ambaye inaweza kumpa mtu mafanikio yoyote ya kile kitu anachokihitaji. Umeelewa? Hiyo ni katika ulimwengu mwingine ambao mtu anaamini katika ulimwengu mwingine. Ina maana unakuwa haukaribishi ile nyoka, bali unakaribisha nafsi ambayo ni ya majini ambao wanaishi na zile nafsi. Kwa sababu jini ndiye ana uwezo wa kubadilika kitu chochote kile. Kwa labda watu wanajua kwamba ni nyoka, lakini anakuja katika umbile wa nyoka, lakini pia ni jini. Okay. Kwa ana uwezo wa kumpa mtu yoyote mafanikio aina yoyote ya kile kitu anachokihitaji. Mfano mtu ambaye kuna ukitaka kujua kwamba huyu mtu ana nyoka, kwa sababu kuna watu ambao hawana uwezo wa kiroho, ambaye zakatambua huyu mwanamume ni nyoka, au huyu anapata pesa kinyoka, anapata pesa zake zinakuja kwa njia zipi. Kwa sababu wanaume ambao wanatumia nyoka kupata mafanikio, mara nyingi sana huwa wanapenda kudate na wake zao, mabinti kwa nje ya eneo lao ya nyumba. Na mara nyingi huwa taulo ambazo wanawake wanazitumia, huwa zile taulo wanazibeba kwenda nazo kwa ajili ya kumilikisha zile nyoka zao.
Na yani 90% wanaume wanaomiliki nyoka mara nyingi sana lazima hata kwenye magari yao ukute kuna taulo. Unaona? Ambazo wanazibeba kwa ajili ya jasho. Unajua jasho ya mwanamke ina neema fulani, ina nguvu yake. Ndio maana wanawake wengi ambao kuna CRB wa migahawa. Mimi migahawa nyingi sana siri. Mpaka niangalie katumia nini kupika. Kwa sababu joto la mwanamke, jasho la mwanamke, uchi mwanamke una uwezo wa kuvuta wateja endapo mtu akieleweshwa kwamba anafanya vipi, anapita vipi. Kuna unga moja hivi ipo kama inataka kufanana na hiyo rangi. Okay. Hiyo ya blue au hiyo silver. Hiyo kama kijivu. Hiyo kama kama blue, okay. Hiyo kama blue. Wagani kama unga fulani. Wahindi wanaita tido. Okay. Ile ukipaka ukikutana mwanaume yoyote kama anatumia nguvu ya aina yoyote ya giza, ukimshika lazima atawashwa sana. Okay. Na kama anatumia nguvu yoyote, kama ni kubadilika atabadilika. Awe mwanaume au mwanamke ukimhae. Umeelewa? Lazima utasikia. Yeye lazima atakwambia mbona unasikia kama umeniunguza? Yaani lazima atahisi, lakini yeye hata ujue kwamba kipi ulichonacho mwilini mwako. Kwa hawezi kukudhuru kwa chochote kile, na hawezi kugundua chochote, ila wewe utagundua. Kwa sababu lazima atahisi shoti au atawashwa au atagairisha kile kitu ambacho unataka kufanya naye. Umeelewa? Kwa sababu ile unga una uwezo wa kufanya kuiweka hivi. Ukaongea na nyoka wakafika na wasikufanye chochote. Kwa nyoka ambao anafanya vile vitu anaweza akakusikiliza na akamwambia kanifuatie hela sheli fulani, na akafuata na akakuletea. Umeelewa? Kwa hiyo wapo nyoka ambao wanatumika, ambao siku hizi majini yanayatumia kwa kuambia watu, kwa kuwaita. Kwa watu wanaita kwa njia kuna watu wanaita nyoka bila kwenda kwa mganga, na akafanya mwenyewe na akapata mafanikio. Umeelewa? Lakini hivi vitu vipo katika ulimwengu mwingine, ulimwengu wa kigiza ambayo inafanyika. Yani ni vingi. Unajua watu wanapoigiza watu wanahisi kwamba nini, lakini watu wanaigiza halisia vitu ambavyo vipo na vinaishi. Mfano hicho ambacho nimekuambia, una uwezo wa kufanya hivi, akamwagiza nyoka, mfuatilie mume wangu kokote anakoenda, niletee majina, atakuletea majina yote wanawake wote ambao ameshakutana nao. Wote anakuletea. Sasa nyoka wapo ambao wanaishi na watu. Umeelewa? Na wanawapa watu utajiri. Na kuna nyoka ambao pia zinaishi, zimetumwa kwa watu kwa ajili ya kufungia watu kipato, maisha. Yaani wewe kile unachokifanya akiendi, ile unachokifanya wewe akiendi, yale mafanikio ambayo ungeyapata anapata mtu mwingine. Umeelewa? Ndio maana nikakwambia unaweza kukuta mtu ni tajiri ana nyoka zaidi ya 100 na wote kila mpenzi wake anao. Ndio maana mimi wadada wanaotembea na wazee na wakagua na angalia na sema labda tembee na mzee ambaye ana maisha, ameamua tu iwe vile, lakini 90% wanabebeshwa mzigo wa ajabu. Unakuta mtu inafika majira ya jioni, hamna baridi lakini unahisi baridi tu. Kumbe unanyoka yuko pale, ndio usiku ule unashiriki tendo la ndoa. Unajua watu wanaoishi na nyoka ndani, mwanamke au mwanaume, kuna wanawake wanaoishi na nyoka na kuna wanaume wanaoishi na nyoka. Mfano, mwanaume unekutana na binti, unatokea tu kumpenda tu, yani hujamtongoza hujafanyaje, halafu unaenda unaota unashiriki naye tendo la ndoa. Sio unaota, ni uhalisia kaja kwa sababu ya nyota yako iliyoko pale. Si wanasemaga ni majini yanakuja kwa sura ya mtu mwingine. Si ndio tunaongelea nyoka majini. Umeelewa? Kuna majini yanayokuja kwa sura ya mtu na kuna nafsi ambayo inaishi, ambao wanaenda live. Mfano unatembea, mbona kaka mzuri, akakuangalia akakuvutia, labda akatabasamu, lazima ile nafsi yake ya kiroho, kama ni majini kama ni nini, ikusimamie. Haiwezi pita siku 2 au siku 1 hiyo ukaota uko naye. Ndio maana kuna wengine unakuta anaota analala na babake mzazi, analala na kakake, yani anaota anashiriki tendo la ndoa na mzazi wake au kakake au ndugu yake wa damu.
ukifuatilia katika wapenzi wake kuna mmoja na mafanikio, na mafanikio yake ni ajabu. Kapata mafanikio kwa njia ile. Kuna hadi marafiki. Unaweza kuwa na rafiki ambaye anaishi na nyoka ndani. Wewe unachokifanya mnaweza mkapata hata milioni 5. Milioni 5 yako ikapotea, yeye akafanya maendeleo. Kwa nyoka kuna watu wanaoishi nazo. Na kuna nyoka ambazo wewe unaweza kaita hata bila kwenda kwa mganga. Unaita mwenyewe. Na unaongea ujasiri wako tu. Uko sisogei. Ni ujasiri wako tu, kwa sababu unaweza kwa sababu anaweza akaja alafu nikashindwa kumrudisha wewe. Hawadhuru. Kwa sababu mfano kama hiyo, yaani issue sio kukuzuru, ushajua yani huyu ni nyoka yuko hapa sasa. Mfano huo unga nao kwambia, unaweza hata kawashika hivi ukafanyaje vyote tu. Yaani hadi ukaingiza mkono kwenye mdomo pale asifanye chochote. Yaani ukiita tu fulani umeishika hivi unaitwa anakuja. Kwa ambaye anatumika, unaweza kumwambia ondokeni, nataka muhusika ambaye anaweza kumtuma. Wakaondoka wote akabaki mmoja. Ndio hizo wanazotumaga, anaweza anapiga taradi, wanatumwaga hadi masheli wapi kuchukua hela za watu. Unaweza kukuta unaua nyoka ndani, unaua tu, biashara inaanza kufunguka. Kumbe kuna mtu pale ambaye mimi nishakutana hadi kwenye makanisa, masinagogi mengine nakuta ndio imekaa kwenye kikapu, ndio imekaa. Baadaye wewe unaona stuli ndio imebeba, kumbe nyoka ndio imebeba kikapu cha sadaka. Cha sadaka. Ona sasa. Mambo ni mengi. Kwa hiyo nyoka anatumika kwa njia nyingi. Wengine wanatumika kama ndo wake zao, wengine wanatumika kama ndo miradi yao, wengine wanaweka ndo kama usafiri wao. Kuna usafiri mwingine unaweza kaona ni gari, sio gari. Watu wamekalia punda hapo. Mimi niwahi kuna siku nilikuwa natoka Babati kwenye majira saa 12 jioni. Sasa gari natoka hivi na mimi natoka hivi. Kwa pale waga kuna mbuga. Kwa ni usiku inatakiwa watu muende taratibu. Sasa mimi unajua kitu chochote kibaya huwa nakiona. Kwa gari kaa natoka nyuma. Nilikuwa naye anasema, kaka, alikuwa ni mdogo wangu. Kaka, ona gari nafukuzia nyuma, afu ilikuwa ni hali ya new model. Kali sana. Sasa na mimi nikashusha kioo ili kiangalia naona kabisa sio hali ya mwanadamu wa kawaida anayeendesha usafiri ule. Na spidi anayokuja nayo ni spidi ya kusababisha ajali. Umeelewa? Kwa kilichotokea nilivyoitambua tu, mbele kulikuwa na shimo. Gari ile liende kagonga tu pale. Ninayo clip mpaka leo. Tairi zote za upande mmoja zilipasuka zote. Ilipopasuka gari ya kutusogea popote pale, maana nisema Mungu naomba tuokoe kwa sababu ni nguvu ya giza ndio inakuja. Nilivyoimulika mara 3 ile gari sikuiona kabisa mbele. Na kweli ilipita, hata kwenye clip ilisikika tu lakini haijaonekana. Cha ajabu, unajua kamera huwa inachukua kitu chenye uhalisia. Yes. Kamera haichukui magic. Sasa cha ajabu ilionyesha sauti ndilisikika lakini gari haikuonekana kwa sababu kamera haichukui magic. Inachukua uhalisia. Yes. Lakini kwa macho ya kawaida mdogo wangu yeye aliona gari ndio imepita. Mimi niliona kabisa nguvu ya giza ndio imepita. Kwa hata ajali zinazosababishwa 90% nyoka pia zipo ambazo zinatumika. Na ndio maana unaona kushangaa padogo tu, sehemu ndogo tu mtu kapata ajali kafa. Kwa hiyo hawa nyoka wanawachukua wapi sasa? Ndio hao majini wanapewa? Ndio, si ndio maana nimekwambia unaweza hata mtu akamwagiza kwa wewe makafu. Mimi nitamjuaje kama huyu ana nyoka? Kuna watu wanaomiliki nyoka kwa kutesia watu. Kuna watu wanaomiliki kwa kufanyia wanaume. Unakuta mtu uko naye ana pesa lakini anashiriki na wewe hata 100 yake akupi. Akikupa 100 tu ameharibu kila kitu. Au akikupa zaidi ya hiyo 100 Yaani unajua nyoka wanatumika kwenye bodaboda, kuua mabodaboda, kuua magari, sasa mabodaboda wengi 90%. Mimi ukikuta nimepanda bodaboda ujue huyo mtu namjua na nakuaga naye mara kwa mara. Kwa kuna watu ambao wanamiliki usafiri ambazo wanaziweka pia. Mara nyingi kama kuna moja nilimkuta nyoka kaeko kwenye boneti, kijitu kile cha betri.
Kiko pale. Sasa napanda, mwambie hii nyoka tumuue kwanza. Nyoka gani? Akitoa yeye anaona betri. Sikupanda. Kashuka nikamwambia hii pikipiki iache. Hapo sijui ndio shuka, sijui ndio suka. Nakuja kuona ajali kwenye mtandao. Naona hii pikipiki si ndio niliona ile. Kwa unakuta mtu anachukua abiria. Yule abiria anayemchukua anaenda naacha ule mzigo pale. Kwa mtu ajali za mara kwa mara. Au mtu anafanya mzunguko mrefu lakini pesa anapiga mahesabu, unakuta kwa leo yeye mwenyewe akipiga mahesabu yake anakuta amepata shilingi 50. Lakini akaenda kufika kwenye marejesho anakuta na shilingi 20,000. Sasa nimeenda wapi? Akiunganisha mahesabu bado haelewi inavyokuwa. Unakuta watu wametunza aseti zao. Kuna watu ambao tabia zao anaweza kumpa mtu ananyoka wake, ana bodaboda yake. Uwe bodaboda unamfanyia tu kazi. Wewe unaona yule ni mteja wangu. Kumbe wewe ndio mfanyakazi wake. Kwa hiyo nyoka inatumika kwa njia nyingi na inapita katika sekta nyingi. Maana nyoka wanatumia kwa njia ya wigi, wanatumia kwa njia ya ereni, wanatumia kwa njia ya shanga, wanatumia kwa njia ya cheni, wanatumia kwa njia vitu vingi. Unakuta kuna moja niliposti mtu akawa anafunza mwili mzima, yani nyoka yule amekaa yani funza kichwa kizima, kila siku ni mtu wa kuugua kichwa. Umeelewa? Unajua wigi, yani wengine wanatumia kwenye wigi, ndio maana nakwambia kuna wengine hadi wanamilikiwa. Hawezi kuwa na mwanaume yoyote, atakuwa naye lakini wataachana tu. Kwa sababu ameshaolewa na wigi kwa kupitia nyoka. Kwa ndo maana wanatumia njia nyingi, yani shetani unajua amegawanyika sehemu nyingi. Yes. Kwa ametengeneza matawi kwa njia nyingi. Kwa mtu yoyote siku hizi hawasumbuki hata kwenda mganga, anachukua na kitu fulani anaita tu anakuja. Sababu hata wigi hilo linaweza kuita nyoka. Naweza kukuelekeza na ukamuita na akaja. Na akaingia pale na asikudhuru, asifanye chochote. Umeelewa? Mimi nadhani sisi tunatakiwa tufanye sana maombi sasa hivi. Maombi. Kabla hujatoka nyumbani kwako sema na Mungu wako, maana hata haya mahusiano tutaanza kuyaogopa. Yani kitu kikubwa ni kumtanguliza Mungu. Kwa sababu bila hivyo ni changamoto. Na kuna wengine ambao hadi wana madhabahu lakini bado. Kwa sasa hivi kitu ambacho kitakuokoa wewe ni maombi zaidi. Kuamini katika Mungu. Sababu siku hizi watu siku hizi unakuta mtu anasali ameshavuta shuka, amen. Mtu anapiga magoti dakika 2, amen. Yani mimi wakati mwingine sasa yani unakuta mtu anapanga kusali, yani kama nimepanga kusali alafu mpaka naingia kitandani ile nimeshasizi ndo nakumbuka hivi kumbe sijasali. Kwa hiyo nasema pale nasema bora kusema kuliko kutokusema kabisa. Haya unakuta mwingine kama wenzetu wa Roman wa sisi ashavuta shuka nini ndio anakumbuka kusala. Analala tu. Kwa naona kwamba ameshinda. Piga magoti mbele ya Mwenyezi Mungu. Sema na Mungu akutolee mizigo ya dhambi ambayo inakuandama, nguvu za giza, sababu si wote wanaokupenda kwamba wanakupenda. Si wote wanaokuambia nakupenda nakupenda. Kuna wengine wapo kwa ajili ya kutimiza haja zao na kuna wengine wanakuja kwa ajili ya mambo yao. Usije ukamwona mtu anakuhudumia sana ukahisi anakupenda. No, kuna mtu amekuja kwa ajili ya kitu kwako. Si wote wanaolia machozi wana matatizo. Kuna wengine wanalia ili wakubadilishe, wakuaminishe, ili wakumiliki wewe. Kwa hizi nafsi zinakuja kwa njia nyingi. Wanakuja kwa njia ya taulo, wanakuja kwa njia ya vyoo, wanakuja kwa njia nyingi ambazo majini siku hizi wanatumia. Kwa sababu washaona wengine wanapenda ichi. Wanapenda wakaka siku hizi wanapenda mbana nikijibrush hivi na kuwa hivi, nikinukia hivi anaona nikiona Diamond ameweka siji fulani ameweka pini na mimi naweka pini. Kumbe unakaribisha viumbe ambavyo Mwenyezi Mungu aviruhusu kwako. Unakaribisha dunia nyingine. Moyoni mwako uko sawa, huyu ufanye chochote lakini umeshamiliki mtu ndani yako. Kwa unafanya kazi kwa ajili ya watu. Kwa wadada wanapoingia katika mahusiano wasione fashion. Mnajiangamiza nyinyi wenyewe. Yaani mimi aliyeniuliza swala la nyoka namshukuru sana kwa sababu nakutana na nyoka wengi sana ambao ni watu.
Yaani wengi sana kama kale hapo nishakutana nao wengi sana, unaenda dukani unakuta tu ndo kasimama papa. Mbona ameingia karudi? Yaani unachokutana nacho ambaye anakuja kukuhudumia tofauti na mtu ambaye ungefikiria sasa mambo gani haya? Kila kona kwenye daladala, wapi huku, yaani kila kona mambo yamekuwa vurugu. Mimi naweza kukaa asubuhi mpaka jioni sijala. Kwa sababu kila unapopita unaona. Unakula chakula hichi hivi kama unakula chakula hiki kina taulo. Unapita hivi huku kuna mpaka leo sili chipsi. Mpaka leo sili chipsi. Hata viazi ya chipsi, yani nikiona hata kiazi tu cha chipsi nashindwa kula kwa sababu nilichowahi kukiona. Unaona kaka wengi siku hizi wanalilia nguvu za kiume, changamoto. Yes. Unakuta sijui mara mimi akienda hivi dakika 2 kuisha. Wadada wengine sasa hivi hata hamu ya tendo la ndoa hawana. Wengine wakifanya tu tendo la ndoa maumivu makali wanapata kwenye matumbo yao. Afu utasikia nimerogwa, sijui UTI, sijui typhoid. Amna. Watu tulionao katika mahusiano, mtu unaenda naye, mimi watu washakuja kwangu zaidi ya watu 500 ambao wanaume wameshiriki nao kwa dawa, wanawake wameshiriki nao kwa dawa, wanawake wamechukua nywele zao. Yaani watu siku hizi yani bora hata wanyama. Bana, hii hapa ilikuwa ni The Page na umepata kuchukua madini haya. The Page, information is life.